Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakaribisha kwenye robo ya kwanza mwaka 2024 na somo linalosema Psalm, Zaburi. Karibuni kwenye somo la 13 linalosema Espère en l'Éternel, ngoje Bwana. Verset à mémoriser, Psalm 27:14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Zaburi 27:14. Umngoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, naam, umngoje Bwana. Swali, comment, changamoto yoyote usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp am hapa kwenye comment. Usikose kusubscribe, kulike na kushare. Karibuni. Karibuni tena wapendwa wetu. Tunawashukuru kwani mlikuwa waaminifu kwa robo ambayo tumemaliza. Tumekuwa kwenye robo ya kwanza inayokuwa na kichwa kinachosema Psalm ama Zaburi. Tunashukuru kwani mlikuwa waaminifu kwa kutufikiliza, mlikuwa waaminifu kwa kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia, mlikuwa wasikilizaji wema, mlikuwa wasambazaji. Mungu awabariki. Sasa kunakuwa wale ambao watatupa kifupi cha mafundisho ya robo ya kwanza. Kunakuwa Pastor Meshaki pamoja na Dr. Vali. Tunawasubiri kwani watatupa kifupi cha robo mzima ambayo tumemaliza. Tutaomba. Mungu, neno lako ni taa kwa miguu yetu na nuru kwa njia zetu. Tunakualika Baba, uwe nuru kwetu siku zote katika mwongozo wa kujifunza Biblia, kwa jina la Yesu, amina. Ndiyo ndugu pendwa, leo tunayo furaha ya kuwa pamoja na wewe tukitoa kifupi cha masomo ya robo ya kwanza, na tunakuwa na neema ya kuwa na mtumishi wa Mungu Vali. Karibuni ndugu Vali. Asante sana pastor. Unajihisi namna gani saa hizi? Najikuta safi kabisa. Habari ya jamaa? Jamaa iko vizuri. Kazi inaendeka vizuri. Na kazi ya Mungu, kazi ya Mungu inaendeka vizuri. Mungu anatulinda. Asante sana. Ndiyo. Wapendwa mnaotusikiliza na kufuata mahali pote, mnaweza ukiwa na kitu ambacho kilikubariki kwenye robo, unaweza kuandika kwenye comment, kibariki watu wengine pia. Ukiwa na swali unaweza kuitoa hapo. Asante. Daktari Vali, ningalipenda utuambie ulikuwa na hisia gani wakati uliposikia nasema robo ya kwanza ina somo linalosema Zaburi. Uliposikia hiyo neno, ulijigojelea kwa mambo ya namna gani? Na baada sasa ya kusoma hiyo fundisho umejikuta namna gani? Asante sana pastor. Kwa kweli fundisho hili wakati ilikuja, ilikuwa na kichwa kilichokuwa nasema Zaburi. Nilijiuliza nikasema tutasoma nini kwenye Zaburi? Ndio. Na Zaburi inaweka mambo gani? Kwa kweli bila kudanganya pastor, nimebarikiwa na mambo mengi sana ambayo inakuwa kwenye kitabu kia Zaburi. Asante. Ndio. Umebarikiwa na mambo mengi sana. Nimebarikiwa na mambo mengi sana. Je, unaweza kutolea kitu kimoja miongoni mwa vile vilivyokubariki? Kuna somo la 7 pastor. Lile lilikuwa na kichwa, kuna kasutitre kalikuwa nasema niumbie moyo mpya. Okay. Ilikuwa wimbo ambao mtunga Zaburi alisema kwamba niumbie moyo mpya. Daudi akaomba niumbie moyo mpya wakati alipotambua makosa ambayo alikuwa ametenda, akasema Mungu niumbie moyo mpya. Asante. Na mimi vile vile nilikuja mbele ya Mungu nikasema Mungu niumbie moyo mpya. Na tayari Mungu ameniumbia moyo mpya. Asante. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nina imani ya kwamba na wewe vile vile Mungu amekuumbia moyo mpya. Asante. Ndio. Nami pia ameniumbia moyo mpya. Asante sana pastor. Mungu akubariki. Tumebarikiwa kwenye fundisho hili la robo hii. Asante. Amina. Kwa hivi sasa tunatoa mafundisho ya robo hii kwa kifupi. Ndio. Somo la kwanza, kabla tuingie kwenye somo la kwanza, tukumbusha kwa fundisho hili lilikuwa na kichwa kinachosema fundisho lilikuwa na kichwa kilichokuwa nasema Zaburi. Zaburi ama Psalm. Na contributeur principal alikuwa akiitwa Dragoslava Sandrak. Huyo ndiye akawa contributeur principal. Na sasa somo la kwanza lilikuwa nasema jinsi ya kusoma Zaburi. Kwenye somo hili tumejifunza mambo mengi. Mpendwa, muda ni mchache, lakini ukiwa na haja tena ya kurudilia mafundisho haya, unaweza kuenda kwenye playlist ya channel yetu hii, unaangalia somo la kwanza, watakupatia masomo zote. Ukienda kwenye ya pili watakupatia zote mpaka yote ambayo unahitaji. Lakini tu kwenye ya kwanza
tulijifunza kwamba hata kama Zaburi iliandikwa zamani, miaka mingi imepita, lakini bado ingaliki na mambo ya kutubariki sasa. Tunaposoma tunabarikiwa. Watu walipokuwa wakiandika, wakiimba, wanapokuwa kwenye mateso, raha, changamoto fulani fulani, nasi pia tunapozipitia tunaona kwamba hakika Zaburi ina kazi hata leo maishani mwetu. Somo la pili lilikuwa na kichwa kinachosema tufundishe sisi kusali. Tufundishe sisi kusali. Hapa tumejifunza mambo mengi, na zaidi ya yale tumeona kwamba tunaweza kujifunza kuomba kama watunga Zaburi. Hata yule aliyetuombea maombi ya kwanza, mke wangu, akaomba akanukuu Zaburi ya 119, 105, sema neno lako ni taa ya miguu yangu na nuru kwa njia yangu. Mambo kama na yale. Hivi unapokuwa unakuwa kwenye majaribu, unapokuwa kwenye furaha, unaweza kutumia Zaburi ambayo inaambatana na mazingira ambayo unajikuta ndani yake. Ndiyo. Na ikiwa inatoka moyoni, hakika Mungu anajibia. Amina. Somo la tatu liko na kichwa kinachosema Bwana ametamalaki. Bwana ametamalaki. Ndiyo. Hapo tuliona kwamba ama l'Eternel règne. Tukaona hapa tukajifunza ya kwamba Mungu ambaye yeye ni mfalme wetu, yeye kwanza ni muumbaji wetu, yeye ndiye akatuumba, yeye ndiye mfalme wetu, yeye ndiye wakimu wetu, na amefanya maagano na watu wake, hawezi kuenda kinyume na maagano yake. Ndio maana anatawala. Ni lazima watoto wake wafurahi, washangilie, kwa sababu Mungu ambaye ni muumbaji wao, tena mfalme wao, tena hakimu wao, ndiye anatawala. Amina. Tuende kwenye somo la 4. Somo la 4 lilikuwa na kichwa kinachosema Bwana anasikia na anaponya. Sasa na mimi pastor naweza kusema kifupi kwa somo hili. Toa kifupi kwa somo ya 4. Somo ya 4 inasema l'Eternel attend et délivre. Bwana anasikia na anaponya. Tuna msikilizaji, nilipenda nikwambia kwamba maombi yote ambayo tunaomba Mwenyezi Mungu tukiwa na imani, Mungu anasikia. Amina. Tukiwa kwenye magonjwa, hata tufikiwa na magonjwa ya aina gani, magonjwa ambayo yamemaliza miaka na miaka, ambayo hayaponi mbio, magonjwa ambayo yametusumbua, yametukatisha tamaa, ilikuwa naomba tuwe na imani ya kwamba Bwana anasikia maombi yetu na anaponya. Asante. Sasa ndugu Vali, wewe unakuwa daktari. Ndiyo. Na unatibu na dawa ambazo mnasadiki ya kwamba ni mojawapo ya dawa ambazo zinaponya hakika. Sasa dawa hizi tunatibu nazo tukijua ya kwamba ni Mungu ndiye atakayeponya. Sasa tunapana dawa na Mungu sasa anaponya. Mungu akubariki. Ndio ilikuwa swali ambalo nitaka kuuliza. Je, huko unaambia wagonjwa kwamba unawapa dawa lakini atakayeponya ni Mungu? Atakayeponya ni Mungu, Mungu ndiye anaponya. Asante, Mungu akubariki. Asante pastor. Ndio. Somo la 5. Somo la 5 lilikuwa na kichwa kinachosema Uimba wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni. Chanter les cantiques de l'Eternel sur une terre étrangère. Hapo dunia ililinganishwa na nchi nyingine, kwa sababu jinsi tunavyoona dunia sio kwamba ni vile ndivyo Mungu akaumba. Mungu aliumba dunia inapopendeza, ilikuwa kitu kizuri sana, lakini mateso tunayapitia, changamoto tunayapitia, na hakika Mungu akatuonyesha kwamba licha ya mateso, licha ya magumu, licha ya vipindi vigumu tunavyovipitia, kuna uwezekano mtu aishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa hivyo mtu asema maisha yamekuwa magumu ndio maana nimeshindwa kuabudu Mungu. No, tunaweza kumwabudu hata katika nchi nyingine. Kuna na watu wengi pastor ambao wanashindwa kushika sabato ya Mwenyezi Mungu, ambao wanaharibu sabato ya Mwenyezi Mungu sababu ya kusema mara hiyo na Mungu anatazama ya kwamba sikupata pesa na kwenye mazingira magumu. Sikupata pesa ya kufanya nao maandalio, Mungu atanisamehe hivyo. Nimeharibu sabato ya Bwana, Mungu anaona atanisamehe. Ya kumwabudu hata katika hali ngumu, lazima tumtumaini. Ndio. Tukaenda kwenye somo la 6 ambalo lilikuwa na somo la 6 lilikuwa na kichwa kizuri sana pastor. Kichwa kia somo la 6 kilikuwa nasema nitasimama. Ndio unaweza kutoa pale kifupi kia somo la 6. Nitasimama. Hapa kuna kifupi ambacho nilikamata hapa pastor. Mtunga Zaburi alisema ukiona ya kwamba dhambi zimekulemea, hata kama umeanguka namna gani kwenye dhambi, ndio Mungu anasema ya kwamba atasimama kwa ajili ya kutetea wale wote ambao wameonewa. Wale wote ambao wameonewa, wale wote ambao wanaishi maisha yasiyo ya kawaida,
wale ambao wamejikuta kwenye maisha yasiyo ya uhakika, Mungu atasimama kwa ajili yao. Asante. Wale wote ambao wananyanyaswa, Mungu atasimama kwa ajili yao. Amina. Ndio basi. Mpendo, ukiona mtu ni mjane myatima, umsaidie. Umsaidie. Na tujue mpendo, wakikunyanyasa kwa sababu wewe ni mjane, wewe ni yatima, umekosewa, Mungu anasema atashimama kwa niaba yako. Amina. Somo la 7. Somo la 7 lilikuwa na kichwa kinachosema fadhili zako zinafika mbinguni. Bali unaweza soma, unaweza toa kifupi kwa sekunde 30, 30 seconds, kwa sababu hiyo ndio ilikubariki. Ndio. Ya kusema ta miséricorde s'étend jusqu'au ciel. Sasa hapa niliona ya kwamba wakati tunatenda mambo mengi dhambi, wakati tunaangukia kwenye shimo ndefu, Mungu anakuwa pamoja nasi pastor. Asante. Niliona kwamba Mungu anakuwa pamoja nasi. Mungu anatufunika neema yake wakati tunajitendesha mambo yasiyompendeza. Anatusubiri tukuje tusonge karibu naye ili aweze tena kutupokea na tubariki na atuumbie moyo mpya. Na hapa ndipo nilipata sasa hiyo sutita ambayo ilikuwa nasema Mungu niumbie moyo mpya. Unaomba maombi ya kwamba Mungu akuumbie moyo mpya, ukiacha yale ambayo ulikuwa unatenda zamani, ukijua kwamba umebadilika, unapenda uanze maisha mapya pamoja na Mungu. Na Mungu yuko tayari kukuumbia moyo mpya na utaishi maisha ya utakaso, maisha mazuri, maisha ya raha, ukijikuta huru ya kwamba hauna dhambi lolote. Asante, Mungu akubariki. Asante sana. Tunakwenda kwenye somo la 8. Somo la 8 lilikuwa na kichwa kizuri sana ambacho kilikuwa nasema hekima kwa ajili ya kuishi kwa haki. De la sagesse pour une vie pieuse. Hapo wakatufunza namna gani tunaweza kuwa na hekima. Zaburi ikatuonyesha kwamba ili tuwe na hekima ni lazima tushike sheria za Mungu. Amina. Tuweke neno la Mungu ndani ya mioyo yetu. Amina. Na tujifunze kuhesabu siku zetu. Somo la 9. Amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hapa kwa kifupi walituonyesha kwamba Zaburi ina Injili ilikuwa imetabiri, imenaba jinsi gani Masihi atakuja, namna gani atazaliwa, atakufa namna gani, atasulubishwa namna gani, atazikwa namna gani na kufufuka namna gani. Hivi ni kitabu ambacho kilikuwa kimetuonesha mpango ya wokovu tayari na kutuonesha mfalme wetu Yesu Kristo. Amina. Somo la 10. Somo la 10 linasema masomo ya wakati uliopita. Leçon du passé. Hapo tukaona kwamba ni lazima tujifunze tukitazama maisha yetu ya zamani. Kuna makuu ambayo Mungu alifanya katika maisha yetu katika siku zilizopita, na ni lazima tuwe tukifikiria kwa yale ya zamani itupatie matumaini kwa ajili ya leo. Asante pastor. Somo la 11. Kumwonea Mungu shauku katika Sayuni. Désirer Dieu en Sion. Hapa tukajifunza namna gani ya kubaki katika uwepo wa Mungu. Tulijifunza Sayuni ni nini? Ni pahali ambapo Mungu anakaa. Na hivyo ni lazima tuwe katika uwepo wa Mungu. Amina pastor. Tunaenda kwenye somo la 12. Somo la 12 lilikuwa na kichwa kizuri sana. Kichwa kizuri sana pastor, ambacho kilikuwa nasema ibada isiyokoma. Une adoration infinie. Hapo mpendwa, tukajifunza jinsi gani ya kumwabudu Mungu. Ni lazima Mungu tumwabudu mahali pote tulipo, na tumwimbie wimbo mpya, ama uzoefu wetu katika maisha ya kiroho upate kuwa mpya. Tukimwimbia, tuimbe wimbo wa kutoka moyoni, tumsifu ya kutoka moyoni. Kwa hivi somo la 13 linakuja likisema nini? Somo la 13 linasema umngoje Bwana. Okay, umngoje Bwana. Na fungu la ukariri? Fungu la ukariri linapatikana kwenye Zaburi ya 27 mstari wa 14. Linakuja likisema nini? Unasema umngoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, naam umngoje Bwana. Asante sana. Hivi kwenye somo hili linatuonyesha kwamba ni lazima tuwe na subira. Okay? Na subira maana yake nini? Nikisema kuwa mtulivu, kungoja mpaka ahadi za Mungu zipate kutimia katika maisha yako. Mungu ana ahadi nyingi kwa ajili yako, lakini ili ahadi zake zitimie ni lazima kuwe muda wa kusubiri. Na unaposubiri ukiwa na imani inayodumu, hapo ndipo tutasema kwamba hakika umeelewa maana ya kumngoja Bwana. Lakini zaidi ya ahadi zote ambazo Mungu amezitoa, ametoa ahadi ya kurudi tena. Yesu atarudi tena kutuchukua. Kwa hivi hata awe kama amechelewa namna gani, tumsubiri mpaka atakapokuja mara ya pili. Hiyo ndio ilikuwa kifupi. Atakayekuwa na haja ya masomo haya, unaangalia kwenye channel yetu hii. Ukitafuta ya somo ya kwanza, unaenda kwenye playlist ya kwanza ama ya pili ama ya tatu, kulingana na ile ambayo unakusudia. Mungu akubariki. Ndugu Vali, unaweza kutuweka mikononi mwa Mungu tunapomaliza. Tushukuru.
Baba mtakatifu, Mungu mwema, tunatoa sifa na shukrani kwa ajili ya makuu ambayo umetutendea. Tulianza fundisho hii ya Zaburi, tumebarikiwa na fundisho hili kupitia mtumishi wako Pastor Meshaki. Tunasema uendelee kumbariki vile vile jinsi ametubariki kupitia fundisho hili. Bariki mitambo yetu hii, bariki familia yake milele milele zote, Mungu Baba. Wapendwa wasikilizaji wote ambao walisambaza, wote ambao walisikiliza, wote ambao walibarikiwa, waendelee kubarikiwa tena na fundisho ambalo tutaanza hapa karibuni. Tunakuomba tukushukuru kwa jina la Yesu. Amina. Ndugu, Mungu akubariki. Asante sana. Daktari Mali, unaweza kutuonyesha somo ambalo tunaanza ya robo ya pili? Kuna kitu kinachosema nini? Ambalo tunaanza robo ya pili linakuwa na kichwa kinachosema le grand conflit, au pambano kuu. Kwa hivi anayekuwa na haja tafuta tayari, na wengine wote mwe mkitufuata kwenye mitambo hii. Usikose kusubscribe, like na kushare.